si ndio? Hawa ndugu ni wajasiri kushuhudia, ila kuna wandugu Mungu amewatendea makubwa, anasema nianze kusimama hapa sijajiandaa. Sasa kwa nini tusishukuru shukurani kwa ajili ya kanisa, alafu baadaye wote tuseme asante, hata maneno mawili matatu ni haki. Hata hivyo ukifika mwaka mpya, Bwana shukuru tu. Mungu asifiwe sana. Amen. Ni vizuri katika Zaburi 92 inasema ni jambo jema kufanya nini? Kumshukuru Mungu. Kabisa, ni jambo jema sana. Unajua mimi ni baba pia. Nashukuru Mungu kwamba ni baba kabisa na watoto wangu kimwili. Umesikia kwa kusema Tumaini Muna, maana yake ni mtoto wangu kabisa. Yeye pamoja nyewe mnaita mchungaji, yeye hana mchungaji, hana baba mwingine, ndio huyu mchungaji ndio baba yake. Najua kulea ilivyo. Lakini pia mimi ni baba kwa maana ni kiongozi kwenye familia. Na mimi ni mume wa huyu mama. Anasema mimi naitwa Mary Muna, anayeshangilia kwenda Israeli, ni mke wangu. Yaani nyinyi mnaita mchungaji, lakini yeye akiita mchungaji baadaye anageuza anasema mume wangu. Ndio hao ambao hata ukilazwa nauliza kwamba baba umelazwa hospitali lakini na sukari imepungua. Ndio hivyo, ni maisha. Kwa hiyo mimi kama baba naomba niunganishe hata na wazazi wanawake pia. Mnafahamu shukurani inavyoongeza ari ya kumfikiria mazuri zaidi kuliko lawama. Si mnafahamu? Lawama sio nzuri. Mungu amenibariki na watoto 6. Lakini katika watoto wangu 6 kuna mmoja amewawahi wenzake leo. Nataka nisome tu, sitamsoma jina lake. Nataka niwaonyeshe tu alivyonitumia salamu ya mwaka. Si sawa? Anasema shikamoo baba. Happy New Year. Namshukuru Mungu sana kwa favor anayonipa ya kukuweka wewe kuwa hai na kukuongezea miaka. Ila mimi nazidi tu kukuona baba yangu ili mimi nizidi tu kukuona baba yangu. Moja ya upendeleo mkubwa Mungu alionipa ni kunipa baba mzuri. Jamani, kakaweka na ishara namna hii. I'm really so proud of you baba. Mimi binti yako, usiseme ninakupenda sana. Happy New Year 2026. 26. Alinipigia siku kadhaa akiniambia kwamba amepungukiwa fedha. Sikumsikia vizuri, maana na mimi nataka kusherehekea sikukuu za mwaka. Lakini alipotuma hii message nilisema, hivi kweli alisema anapungua hela kidogo? Naelezea uzuri wa mtu kushukuru. Yaani shukrani ni ajabu. Sasa najua hayupo, anaweza akaona kwenye. Yaani ile tu kunishukuru na kusema yani I'm so proud of you. Yaani mimi nakuona wewe baba, wewe ndio zawadi yangu na nini. Nikasema ni kama aliniambia nataka hela. Na inawezekana nitaongeza hiyo hela. Hiyo ndio furaha ya Mungu. Mungu ni baba yetu. Si unajua Mungu ni baba yetu. Kuliko kumlaumu kwamba baba, mbona unawatendea wengine, mimi unitendei? Unaonaje tukiingia njia ya kumshukuru sana kwa mambo mazuri aliyotufanyia, hata kukujalia tu neema kuja kwenye ibada kama hii, si ni jambo jema? Amina. Nataka tumshukuru Mungu sisi kama kanisa. Naomba wainue ambao hawajapata bahasha waletewe na mashemasi. Bahasha ya shukrani nyeupe kama hii. Bila shaka zote ni nyeupe, si ndio? Si ndio?
tunaweka minoti hapa. Unaona? Kuna wengine hawajawa na bahasha. Inua mkono ili uletewe na mashemasi. Tunaona watu wengi. Njoni huku utawanyikeni mashemasi hata huku mbele pia. Kuna wengine hawana. Inueni mkono jamani. Njoo mbele, njoo. Njoo kwa upande huu. Nataka tumshukuru Mungu sisi kama kanisa. Yaani kwa maana sisi kama kanisa tumshukuru Mungu kwa ajili ya kazi ambayo ametusaidia 2025 na wanaoenda pale wanashuhudia kabisa ni muujiza mkuu. Niombe engineer kama mmeandaa tayari. Iko tayari? Haya. Tuunganishie. Naomba tutazame kazi. Jengo letu limeanza kuwa zuri, utahamia. Najua wewe ukifika utasema kwa nini tunasali pale kimama, tuhamie. Lakini sisi bado tunataka liwe zuri zaidi ili likamilike. Karibu. Nachelewa. Na ikopi. Hiyo ni ramani ya zamani. Nilishaka ibadilisha. Mimi mambo yangu ni speed mzee. Usiruke kwenye lori. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Shida hii ndani yetu sio kwa ajili ya mwanga au nini. Hebu simama kama tunaweza kuongeza kidogo. Hebu simama kidogo hizo. Punguza kidogo. Injinia karibu unaweza kuelezea. Yes, Bwana asifiwe sana. Tuna kazi kubwa mbili pale ambazo zinaendelea. Moja ni kuhusu ceiling, yani upande wa dari. Tunakumbuka tayari tumenunua material yetu ya ceiling, mineral fiber caustic tiles kwa ajili ya kuziweka. Kwa hiyo sasa lazima tuandae kwanza ceiling structure ambayo itakuwa inazishikilia hizo, itashikilia hizo ceiling fibers kwa ajili ya kuweza kuweka pale. Hiyo ndio kazi ya kwanza. Kuna baadhi tayari draft imekamilika na tunamalizia kwa sababu tayari tuko asilimia 90 na tuseme 90 kwa ajili ya kuweka hizo draft kwa ajili ya ceiling. Na pamoja na hiyo utaona kuna sehemu tayari hizo. Yes, tunachikia zile na kwa hiyo na hiyo ni sehemu ya chumba kingine ambacho ni purpose hall, ambayo ni eneo ambalo kidogo ni ukumbi kubwa, lakini inavyozunguka utaona sehemu ile katikati sasa ambayo ni kubwa upande wa mbele, lakini sehemu zingine bado zinamalizia. Hiyo ndio sehemu ile katikati kubwa ambapo simama unaona upande wa juu. Bado miti ni mingi kwa sababu watu wanakuwa wanahitaji platform ya kusoma kwa juu. Hiyo sehemu nyingine, jengo letu tayari limeanza kuwa na rangi nyeupe kwa sababu tunafanya kitu kinaitwa skimming kwa ajili ya maandalizi ya rangi, na skimming inaendelea mpaka tarehe 3 tutakuwa tumekamilisha skimming ili tuanze kushughulika na rangi na kuweza kufix hizo mineral fiber caustic tiles ili tuweze kuwa na dari ambalo liko sawia vizuri kabisa. Tukimaliza hapo tutaendelea na issue ya floor. Kwa hiyo hayo yote ni baadhi ya chuma zinasimamishwa kwa ajili ya kutengeneza hiyo draft.
Chuma tunazotumia ni galvanized tracks ambazo hizi kidogo nyepesi, sio mbao, kwa sababu tunaunga chuma kwa chuma. Na hii ni ile mezzanine floor kwa sababu tunafanya kazi kwa juu bado imejaa mbao kwa sababu tuna support issue ya ceiling, lakini at the same time unakuta tayari skilling kwa upande huo imekamilika. Na hiyo ni eneo la mbele, jengo letu upande wa mbele, na clip yetu inaishia. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Kazi bado inaendelea, lakini ukipata nafasi ukaenda moja, labda familia tu ya watu wachache, mtapokelewa. Kwa kweli sasa hivi kazi ni nzuri sana. Mungu ametusaidia. Tuna matarajio kwamba baada ya wengine ambao wanapeleka watoto shule kuanzia katikati ya Januari, tutaendelea tena kumalizia kwa wale ambao hawajamalizia, na tunatamani tarehe 31 Machi tutakuwa tumefunga hilo changizo. Jana nikiwa kwenye maombi, Mungu alinipa neno kwa ajili ya hilo. Sisi ni wasome, sasa liko wazi tu. Ezra liko katika Ezra sura ya 7. Ndugu zangu, niwaambie Mungu wetu ni mzuri sana katika kazi hii. Ezra 7 mstari wa 27 linasema, na ahimidiwe Bwana Mungu wa baba zetu aliyetia neno kama hilo katika moyo wa mfalme. Sasa hapa tuzungumzie mfalme. Kwenye neno mfalme tuweke nafsi yako. Aliyetia neno kwako. Moyo upi? Wa kuipamba nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Sasa tu iliyoko wapi pale? Sakina. Mungu asifiwe sana. Mungu, tutaanza kuomba hapa kwenye maombi, Mungu ainue moyo. Kwa sababu ni kweli mimi nimeshaona yote ambayo Mungu amekuwa akiletea katika maombi yana uhalisi. Watu hawajatoa tu shuhuda. Watu wengi wameshanunua viwanja katika kanisa hili. Sisi tumpigie Mungu wetu makofi. Kabisa. Wengine hata walipokuwa tunaanza hili changizo hawakuacha na wazo kwamba na wao wanaweza wakamiliki. Leo wamenunua viwanja. Si sawa? Amen. Si sawa? Amen. Kwa kuwa tunajenga, ninaamini mwaka huu watu wengi wataanza kujenga. Siseme amen. Kabisa. Lakini kwa kuwa nyumba ili ikae vizuri, lazima ifanyiwe finishing ya kupendeza. Hamtapendezesha nyumba zenu kabla hatujapendezesha nyumba ya nani? Tuko pamoja? Wandugu, mnaogopa nini? Si tumejenga? Tutashindwa kuipendezesha hiyo nyumba? Tutashindwa kuiwekea viti vizuri pale? Tutashindwa kuiwekea maspika na yani ifanane na ilivyo? Tutashindwa? Bwana na aweke moyo wa kuipendezesha nyumba ya Bwana ndani yako. Kweli, kama unavyofurahia mambo yako yawe fiti, yafanane, kwa kweli nimesikia moyo na mimi nimeanza kusema, Mungu, ninaishi nyumba sio mbaya, inatosha, lakini nataka nijenge ingine. Binadamu ndio hivyo, tutajenga mpaka tunaenda mbinguni. Nataka nijenge ingine, lakini hii haitafanana na nyumba zangu nilizojenga tangu kuzaliwa. Haipendezeshe.
na ninamwambia Bwana, nisaidie, nitaipendezesha nyumba yako ya Sakina, ili Bwana mambo yangu yakija kukaa vizuri inafaa. Mungu asifiwe sana. Kwa sababu ukisoma katika Hagai, Mungu anasema, je, huu ni wakati wa kujenga nyumba na kuzipendezesha kwa mbao zile wanaita pende mnaweka wakati nyumba yako inaharibika? Kumbe Mungu alikuwa anapenda tuanze nyumba yake kwanza, tuipendezeshe, alafu na mambo yetu yakae vizuri. Sawa jamani? Kwa hiyo hilo tutalikamata. Naomba niseme ibada yetu imekaa hivyo na iko mjini, kwa hiyo tuvumilie. Naomba niseme, kama bado hujamaliza, mwamini Mungu. Mbona sisi tumemaliza? Mwamini Mungu na wewe utakamilisha, ili tufanye kwa bajeti hii ambayo ilipita, tuhakikishe kwamba pale panaingilika mpaka na milango tumeweka, alafu tuje tufanye kitu kimoja cha kuibariki na kuipendezesha nyumba ya Bwana. Msiogope, tutaipendezesha kwa mamilioni mengi. Inawezekana. Nani anasema inawezekana? Sumisha amini kabisa. Sauti yenu inakuwa ndogo na nivunja moyo. Sumisha amini, mtu wa Mungu. Au unataka kutoroka? Nyumba umeshajenga, utoroke kupendezesha? Wewe nao ni mtu wa adabu, utakuwa wa ajabu. Tutajipendezesha sana sana. Tutakaa na kamati tupange, tutatengeneza mfumo mzuri, hata kuweka thamani, tujue kabisa thamani za madirisha na nini, kwa sababu kuna wengine watapenda hata dirisha 2 wataziweka kwa thamani ile mnayotaka, na vitu vingine tutakamilisha. Tutaweka viti, tutaweka vyombo vya nguvu pale, tunaweka nini nyingine, screen, tutaweka TV kubwa kubwa, kwa sababu wiki ya pili ya mwezi Disemba tutazindua ofisi ya jimbo, tukiambatanisha na uzinduzi wa jengo letu. Inawezekana? Haiwezekani? Jamani, inawezekana? Haiwezekani? Tutachinja vyote vinavyopaswa kuchinjwa, mtakula jamani. Shukuru wewe binafsi. Nimesema hivi, kila mmoja ana kitu cha kusema. Umefanya mengi Bwana, moyo wangu wakusifu. Umetenda mengi Bwana, moyo wangu wakusifu. Umefanya
sisi tunahesabu huko nyuma ndiko tulipovuka jana. Haleluya. Nyuma tumevuka. Nyuma yetu ni 2025. Huyu Mungu amefanya mengi, hatuwezi kuyahesabu. Ametutendea mema sisi kanisa, ametutendea mmoja mema. Oh, haleluya. Sasa wewe ongeza tena, umefanya mema, alafu tutamshukuru. Mungu alipowatoa wana wa Israeli Misri, akamwambia Musa, nyosha fimbo yako, maana hawa wa Misri unaowaona hutawaona tena. Mungu ametuvusha 2025. Kuna wa Misri tuliwaona, maajali, kupungukiwa, wengine hata kuvamiwa na wezi usiku. Nataka nikwambie hawa wa Misri, kwa kuwa Bwana ametusaidia, tumevuka, hatutawaona tena, hatutawaona ushuru, hatutawaona asipoenda nasi hatutaendelea. Ni kweli tumekanyaga Januari, lakini Januari ni mbali sana. Tunataka twende na Bwana. Leo bila shaka mnaweza kuimba wimbo. Tafadhali. Naomba sasa tuitazame mbele. Tuiangalie Januari mpaka Disemba. Jesus. Tunayo safari. Usipoteze muda. Hapa ni eneo la imani, ndugu yangu. Twende na Mungu wetu. Jesus.
kutoka hapa. Enda nasi Bwana, tunaomba uwepo wako uende nasi. Haleluya. Bwana wa majeshi tusikie. Hatuwezi kutoka hapa, hatuwezi peke yetu. Enda nasi, tuonyeshe njia zako. Tunaomba tuonyeshe njia zako. Kwa maana umetuita kwa jina lako. Twalilia Bwana. Utukufu na uso wako. Bila wewe tutashindwa. Tunaomba tuonyeshe njia zako. Kwa maana umetuita kwa jina lako. Twalilia Bwana. Utukufu na uso wako. Bila wewe tutashindwa. Enda nasi. Tunaomba. Jina lako. Nalilia Bwana. Utukufu na uso wako. Bila wewe nitashindwa. Enda nami. Tena ninaomba unionyeshe njia zako. Haya ni maombi yetu na kila moja ni maombi yako. Kwa maana umeniita kwa jina lako.
tukiwa na Mungu tunapita, tukiwa na Mungu tunapita, hatutakufa, hakuna atakayekufa, tunapita, tunapita. Amina. Ningepita kule ndugu zangu. Tumekuwa na desturi kila mwaka, na hasa kwangu mimi kama kiongozi, kusimama mbele ya Mungu na kufunga na kutafuta uso wa Bwana ili atupe mwongozo utakaotusaidia. Lakini neno hili linaweza tu hata ukajisomea mbali na kila kitu, ila ukiwa kama sehemu ya kanisa na ukiamini, utaona yanatokea kabisa halisi, kwa sababu ni mambo ambayo mimi nasoma kila wakati. Lakini nikianza kumlilia Mungu juu ya jambo fulani, naanza kusikia kama neno fulani linaniwasha, linabaki kwenye moyo, jaribu kutafuta, na shangaa. Ninamwamini Roho Mtakatifu ni mzuri, na nashangaa kila tunapopata jambo, Roho Mtakatifu anaenda kulithibitisha, na watu wanakuja kusema hakika kama neno lilivyosema. Na najitahidi sana kutojifananisha na wale ambao
wanasema tunaenda kumsikiliza Bwana, kwa maana ya watu wengine pengine hawawezi kusikia Mungu. Sio, ila hii tumepatana na Roho Mtakatifu anakubali kwamba walau kwa mwaka. Nimeshangaa karibu makanisa mengi wako hivi, wanakuwa na neno na mwaka ambalo linawaongoza. Wanaoamini wanaona matokeo, wasioamini wanajua ni lini, unabaki hivyo hivyo. Ndio shida au uzuri wa Mungu, halazimishi. Kwa hiyo naomba nisome neno ambalo naamini moyoni Mungu amenipa jana asubuhi, nikiwa kawaida yangu mimi najua nikiwa bafuni najisafisha. Kwa kweli nimeanza kuomba muda, nikasikia nikajua ni lenyewe, nikashangaa sana, nikaenda kusoma neno hili. Kitheolojia halielezei mwaka wetu, linaelezea uzuri wa Agano Jipya, kwamba Mungu alituwekea sisi Agano Jipya ambalo ni zuri zaidi kuliko watu wa Agano la Kale, ingawa wao waliteseka na wakapata shida. Lakini kwa sababu sisi tunataka habari ya mwaka, mimi naona kama ni neno letu la mwaka. Mungu asifiwe sana.